Wapenzi watazamaji, ni leo tarehe 24 mwezi wa 6 2023, mida ya alasiri. Mahujaji wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kuongozwa na Al-Haji Sheikh Ngiza akiwa na ziara ndogo katika mji huu mtukufu wa Maka, ambapo mwaka huu wana jumla ya mahujaji 105 kwa mujibu wa Al-Haji Sheikh Ngiza ambao wamekuja katika ibada ya hija kwa mwaka huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qaim al-Huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mahujaji wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania baada ya kuwasili kundi la mwisho lilikuwa na watu takriban 15 wakiongozwa na mufti mwenyewe, kitimiza idadi ya watu 108 ambao ndio mahujaji wa BAKWATA kwa mwaka huu. Leo tunafanya utalii kama ilivyo siku zote. Bwana Mufti Dr. Sheikh Abubakar Zubair bin Ali alikuwa akituambia kwenye semina kule Dar es Salaam kwamba safari ya hija inachukua msemo wa watu wa Tanga, hija na haja. Sasa hija tumemaliza, umra, sasa hivi tunakuja kwenye haja. Na kama tunavyosema siku zote kwamba safari hii basi huwa ni safari mbili kwa moja. Unasafiri safari ya ibada na unasafiri safari ya utalii. Sasa leo tunawaleta mahujaji wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ili wafanye utalii. Waislamu, hii hoteli hapa ilipojengwa imejengwa juu ya mlima. Hoteli hii imejengwa juu ya mlima. Mlima huu unaitwa Jabali Abi Qubais. Jabali Abi Qubais, mlima huu. Mlima huu ndipo mahala Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam hawataki kuweka vigingi hapa. Wakati Nabii Ibrahim Mwenyezi Mungu alipomwambia wa'adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, aya zinazopatikana katika surati al-Hajj. Baada ya Mwenyezi Mungu kwa amri yake kujengwa al-Kaaba, sasa anamwambia Nabiullah Ibrahim alayhi salam kwamba watangazie umma wangu kuhiji. Siku hiyo Nabiullah Ibrahim alipanda juu ya mlima huu. Hapa ndipo alipopanda Nabiullah Ibrahim kuwanadia umma wa Waislamu duniani na kote, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Nabii Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, vipi sauti yangu inaweza kuwafikia waja wako? Anamwambia Ibrahim, wewe adhin wa alayya albalagh, wewe tangaza tu, kufikisha ni juu yangu mimi najua wewe huwezi, sauti yako haifiki kweli, lakini ninachosema kwako wewe tangaza. Nachotaka ufanye wewe tangaza tu basi, si vinginevyo. Kwa hivyo Nabiullah Ibrahim akaelekea mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, akiwaambia watu, ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum, hakika Mwenyezi Mungu, qad bana baita, hakika amekusha jenga nyumba yake al-Kaaba, ala fahamuni fahujju, basi tukatizifa ala fahujju, basi nendeni mkahiji. Basi kuanzia siku hiyo kila anayekuja huku, ndio tunasema kule nyumbani, mtu kama akija anasema kaitwa huyo, ni kwamba ule mnada alionadi Nabiullah Ibrahim juu ya mlango ya mlima huu Abi Qubais, basi yeye aliitikia. Wanawazuoni wanatuambia alioitikia mara moja atakuja kuhiji mara moja, na hata mkimlazimisha japo mapesa anayo haji. Alioitikia mara mbili atakuja mara mbili. Itategemea uliitika mara ngapi, na wewe utakuja hapa kwa idadi ya ulivyoitika siku hiyo. Swali tu litakuja, je, mbona mimi nilikuwa sijazaliwa? Walimuitika Nabiullah Ibrahim wanadamu waliokuwepo siku zile,
Yasemekana hata mbegu za uzazi zilizokuwa bado katika migongo ya kina baba na vifua vya kina mama waliitika siku ile. Ndio kina sie tuliozaliwa kipindi hiki. Kwa hivyo huu ni Jabal Abi Qubais hapa. Jengo lile pale, jengo lile lote ni vyoo. Lile jengo ni vyoo. Pale tuna sura maalum, surati Masad, tabat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Huyo jamaa pale ndio ilikuwa kwake, kama alivyokuwa akimwekea mtume miba njiani ili mtume asipite. Mungu naye kwa mapendekezo yake kafanya ndio mahala pa misalani watu kuja kumwaga mizigo yao. Ili litimia alikuwa analitaka mwenyewe katika uhai wake. Pale palipokuwa kwake, palipokuwa kwake, palipokuwa kwake. Tuko pamoja? Haya, jengo hili jengo ni maktaba. Jengo hili ni maktaba. Maktaba hii imejengwa mahala hapa ndipo alipozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii tumekuja kwenye ziara kama tumeanza na haja, tumeanza Jabal Abi Qubais. Tumekuja hapa alipozaliwa Muhammad sallallahu alaihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa japokuwa hakumkubali bwana. Sheikh Ingiza samani, hapa ni wapi sasa? Jengo lile lilikuwa nyumbani kwa Abi Lahab. Bali ambapo sasa hivi kumejengwa vyoo. Watu wanakuja kuwekeza uwekezaji usiokuwa na maana. Bali kama mwenyewe alivyokuwa akiweka, tumesoma kule wamratuhu hamalat alhatab, na mkewe mbebaji wa kuni za fitna. Fi jidha hablu min masad, shingoni mwake ipo kamba iliyosokotwa. Sawa? Sasa hizo kuni za fitna miba wakiweka katika njia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo ndio malipo ya Mungu. Sasa wanalipwa, Mungu kawalipa. Ni ziara ya mahujaji wa taasisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania katika mji mkuu wa Maka wakiongozwa na Alhaji Sheikh Ingiza, kama tunavyoona wanapelekwa katika maeneo muhimu. Katika eneo hili ndio palikuwa na mkaa ule tumesoma katika sehemu ukiitwa Suqul Layl, alipozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ilikuwa na Suqul Layl, maana soko la usiku. Nyuma kidogo kabla ya kujenga hii flyover hii ilikuwa haipo. Hapa palikuwa pana majumba yalikuwepo miaka ya wenyeji kuanzia 10 na ngapi, 14 kurudi nyuma, 14 kurudi nyuma, kulikuwa hakuna huu upanuzi tunauona. Kwa hivyo kulikuwa kuna majumba hapa, kulikuwa kuna soko hapa, vibanda vya biashara vilikuwepo hapa masaa 24. Ukitaka zikitaka wewe ukija huku unapata. Mpenzi mtazamaji, yuko shekhe wa wilaya ya Kondoa hapa, atajitambulisha katika ziara yake hii katika mji huu mtukufu wa Maka. Karibu shehe wa wilaya ya Kondoa, hebu ungejitambulisha watu wajue. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taje majina yako. Mimi kwa jina naitwa Khamisi Haji Chalo, ni shekhe wa wilaya ya Kondoa, na tuko hapa na mfunzi wetu wa semina, shekhe wetu, mlenzi wetu chini ya samaha. Tuko katika ziara hapa, alhamdulillah semina yake vizuri, ameanzia Dar es Salaam mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri, anazidi kushia yale ambayo aliyotuelekeza katika semina yake ya mwanzo, na alhamdulillah tunaenda vizuri. Tuonyesha mulima wa Abi Qubais, alhamdulillah katuonyesha na sehemu ambayo alikuwa anakaa Abu Lahab, yule ambaye na mke wake walikuwa kimtega Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuonyesha. Lakini alhamdulillah tumefanikiwa kuona maktaba pahala alipozaliwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunashukuru, na bado tunaendelea na ziara hii, na tunatoa taarifa kwamba mahujaji wote wako salama, wala hawana shida, wanaume na wanawake, mashehe wote pande zote. Tunaendelea vizuri chini ya mfunzi wetu, shekhe wetu kutoka Arusha, na yeye tunamwombea Mungu
kwa mafunzo yake mazuri, anatueleza vizuri kwa utulivu, mwenyewe katulia, alhamdulillah, ulimi wake mfasaha. Tunamwomba Mungu aendelee hivi, kwani ana uzoefu wa muda mrefu. Yeye mwenyewe anatuambia takriban miaka 10. Kwa tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamshukuru mfunzi wetu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amjaze mema. Kina mama tuta nyuma, tusimame nyuma yetu. Kina mama tusimame hapa. Kina mama hebu keni nyuma yetu. Sisi tunakuja kufanya ziara ni huwa. Subiri kidogo. Fanya haraka, mambo mazuri yataki haraka. Mimi nimekuleta kwa ajili hiyo. Kabla sijatoa maelezo, shaka uzuri. Sasa tutazame huo msikiti. Au tunataka mniangalie mimi? Tuangalie msikiti. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu mahujaji wetu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, tumekuja kwenye ziara. Msikiti huu unaitwa Masjid Shajara. Shajara kwa lugha ya Kiarabu ni mti. Zamani palikuwa na mti hapa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye huo msikiti utakaokwenda unaitwa Masjidul Jinn. Akikaa pale na kuhuzunika. Alikuwa akiwalingania Makureishi. Makureishi ambao ni mushrikuna wa Maka, anawalingania kuhusu Uislamu, wao wanaweka mgomo. Mwisho walipoona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakazania, wakamtaka dalili. Wakamtaka dalili. Bwana Mtume akanyanyua mikono akazungumza na Mwenyezi Mungu maneno yafuatayo. Allahumma, ewe Mola wa haki, arini ayatan, nionyeshe dalili, nionyeshe ishara al-yawma, leo. Nionyeshe muujiza leo, muujiza ambao la ubali man kadhabani baada al-yawm, sitajali nani atakaye nikadhibisha, nani atakaye niona ni muongo baada ya leo. Sera inatuambia Mtume akauita mti huu, yuko pale Masjidul Jinn, akauita mti huu uliokuwa hapa. Mti ukasota na mizizi yake kutoka hapa mpaka hapo alipokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mti ulitamka kukiri na kuthibitisha utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya zoezi hilo, Bwana Mtume akauamrisha mti urudi mahala pake, mti ukarudi mahala hapo. Kwa kuwa miti ina kawaida ya kuoza na kuchakaa, mahala hapa pamejengwa msikiti na umeitwa Masjid Shajara, msikiti wa mti, ili kuchunga hiyo historia. Wenyeji wanajaribu kufanya, watu wa Tanga wanasema kubenga benga, lakini hawawezi. Huwezi kuficha historia. Kama yule jamaa pale anatubishia, anatuambia hapa alizaliwa Mtume, anasema hapana, hii ni maktaba. Mimi namwambia hapana, hapa ndipo alizaliwa Mtume, kwa sababu vitabu vya mashehe zenu vinatuambia hapa ndipo alipozaliwa Mtume. Anasema hakuna uhakika. Sikutaka kumwambia mengi, tumekatazwa mjadala. Nataka namwambia basi, kati ya mimi na shehe zako nani muongo? Wewe na mashehe zako, ni muongo ni nani? Wao walioandika hapa alipozaliwa Mtume, wewe unaokanusha? Lakini tulikatazwa na dini, inatukataza mijadala huko. Fala rafatha wala jidala fil hajj. Kwa kuwa mijadala hairuhusiwi tena kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ndio maana akasema tumwache na hivyo anavyoamini yeye. Lakini sisi vitabu vinatuaminisha kwamba hapa ndipo, pale ndipo alipozaliwa Mtume, na hapa ndipo panapoitwa Masjid Shajara. Sasa tumekuja kufanya utalii, huu ni utalii. Wala kuja kwetu huku hakuna mahusiano na ibada yetu ya hija au umra.
tukija imetimia, tusije imetimia. Lakini tunaona kwamba ni muhimu, walau hakuna mahusiano ya hapa na ibada ya hija au umra, lakini Muislamu ukimleta mahala hapa halafu unamsimulia hayo yaliyotokea wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika imani yake kuna kiungo fulani hivi, kama sio kachumbari au kama nini sio niite, umemuongezea kwenye imani yake, umempa kitu cha kuhadisia. Hapo wenzake wanamgoja huko nyumbani, familia, mashehe zake, maustazi, sio nini, haya haji au hajati, hebu tuhadisie kwa Maka huko vipi, kuna nini, halafu anawahadithia habari hii, basi kuna kitu umemuongezea. Na kuna maandishi yale pale ukutani pale pameandikwa Masjidul Jinni, Masjid al-Jinn, umejengwa upya mwaka 1421 Hijiria. Hapa pameshuka aya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. آية zilizoendelea kuelezea kisa cha hapa. Sababu ya kujengwa msikiti huu Masjidul Jinni, Bwana Mtume alikuwa anapita sallallahu alaihi wasallam, majini wakamkusanyikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anawalingania majini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Qur'an inavyotuambia katika sura ile, fa inna minnal mu'minuna wa minnal qasitun. Majini wenyewe wanasema hakika miongoni mwetu wako majini wanaomwamini Mungu na miongoni mwetu wako majini ambao wanaowaovu wanaomwasi Mungu. Kunna taraiqa qidada, kwamba sisi tulikuwa makundi tofauti. Dhahir. Sasa hapa pamejengwa msikiti kuhifadhi hiyo historia ili isipotee, kwamba hapa ni mahala Bwana Mtume aliwalingania majini wakati wa maisha yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na eneo zima hili linaitwa Al-Hajuni. Eneo hili linaitwa Al-Hajuni. Kwa hivyo inshallah tunaona tuwaleteni ndugu zetu, mje mfanye ziara, paone mahala hapa na tuwapeni kisa kama hivyo. Sasa baada ya hapa tunaona kule ndani kuna kina mama wale wanaoingia. Nyinyi kina mama mtapita kwa nyuma huko. Hapo kan bangsa bijak, mungkin dia.